nilipata nguvu kubwa sana kupitia ushuhuda wa mchungaji ambaye mama yake aliuliwa kikatili kwa sababu yake. Yaani kwa sababu yeye aliamua kuacha dini yake, akaamua kumfuata Yesu. Baba yake aliamua kumuua mama yake kwa hasira. Bado pia akampa yeye muda kwamba nimemuua mama yako, kama wewe pia hautamwacha huyo Yesu ukarudi kwenye dini yangu, na wewe pia nitakuangamiza. Muda ulipofika, walimfuatilia wakamwambia bado unaendelea kusimama? Akasema ndiyo. Wakampiga sana, wakazani kwamba amemuua. Lakini kumbuka, mama yake yeye alikatokatwa vipande vipande. Yeye alipigwa mpaka wakajua amemuua, wakaenda wakamtupa. Lakini kwa neema ya Mungu hakufa. Ni kwamba ni kama alikuwa amezimia, amepoteza fahamu, ni kama alikuwa mtu ambaye amekufa lakini alikuwa hajafa. Kwa hiyo baada ya kupigwa na upepo, fahamu zikamuijia, akawa ameamka lakini kwa maumivu makali na hali mbaya. Baada ya kuona hali kama hiyo, akatambua kabisa kwamba nikiendelea kubaki kwenye nchi hii na kwenye mazingira haya nitaangamizwa. Na wao kwa sababu walikuwa wanaamini kwamba amemuua, amemtupa, walikuwa wanajua kwamba wamemaliza kazi. Lakini kwa neema ya Mungu, Mungu alimsaidia akafanikiwa kutoka kwenye hilo taifa, akaingia kwenye taifa lingine. Sasa hivi yuko kwenye taifa lingine na anaendelea kumtumikia Yesu. Alikubali kufa, hakukubali kumwogopa mwanadamu. Alikubali kumkiri Yesu Kristo mbele ya mauti, mbele ya panga, mbele za watu wabaya ambao wamedhamiria kumwangamiza, ambao wameshuhudia wamemwangamiza mama yake mbele yake ili kumpa hasira kwa kumfanya mwache Yesu. Lakini alikubali kusimama na Yesu. Alikubali. Aliona bora afe, lakini sio kumwacha Yesu. Aliona uhai si kitu. Mwili huu si kitu, si lolote, kwa sababu roho yangu ipo ambayo ina Yesu itakao urisi uzima wa milele. Kwa hiyo ndio maana alikuwa na ujasiri wa kusema kwamba fanyeni lolote lile, lakini sitamwacha Yesu. Watu wengi sana tunaogopa watu kuliko Mungu. Lakini Yesu anasema katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 10 mstari wa 28 kwamba msiwaogope wao mwili, wasiweze kuua na roho. Afadhali mwogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Yuko Mungu ambaye anaweza kuangamiza mwili wako pamoja na roho katika jehanamu. Yuko Mungu ambaye anaweza kuangamiza mwili na roho yako ikiangamia, inaangamia katika uangamizo wa milele. Lakini mwili wako ukiangamia, umeangamia mara moja tu. Kwa hiyo kumbe ni bora sasa usimwogope mwanadamu ambaye hata akikasirika kiasi gani, akakuchukia kiasi gani, akakupinga kiasi gani, huyo hapo ataishia kwenye mwili wako tu, wala hatagusa roho yako, kwa sababu hakuna awezaye kuigusa roho yako isipokuwa Mungu mwenyewe ameamua kumruhusu, kama jinsi ambavyo tunaonyeshwa katika Ayubu ile sura ya 1. Hebu angalia thamani yako mbele